akapata Roho Mtakatifu. Sauti ambayo inafahamika ni kwamba yeye mwenyewe alisema, Bwana amenitia mafuta ili niweze kuwatangazia maskini habari njema, kuwafungulia wafungwa, kuwaweka huru waliosetwa, lakini pia kutangaza mwaka wa Bwana, mwaka wa msamaha, mwaka ambao ufalme wa Mungu unaingia duniani bila masharti. Nilipokuwa naangalia hivi, nikaona katika Agano la Kale, miaka kama 700 hivi kabla ya Kristo, Nabii Isaya alitumia maneno hayo hayo kwamba Bwana amenitia mafuta kutangazia maskini habari njema. Napenda kuchukua hilo neno maskini kwa sababu kanisa letu, kanisa Katoliki, ni kanisa linaloshirika na watu ambao wana mahitaji, hasa maskini. Papa Leo barua yake ya kichungaji ya kwanza amezungumza kwamba maskini ndio wanaotuhitaji zaidi kuliko watu wengine. Na maskini ni watu wana magani? Maskini ni wale watu ambao wana kiu ya kweli, kiu ya Mungu, na kutaka kufanyia kazi hiyo kiu ili wote kwa pamoja tuweze kumuona Mwenyezi Mungu. Nimesema mambo mawili. Jambo la pili itabidi nikalithibitishe baada ya ibada ya misa. Mama Agustina inaonekana kama tumesoma wote kisomachi, kama ukuwa mbele yangu ulikuwa nyuma yangu, lakini kwa sababu uko mbali na leo umejipamba zaidi, nitaenda kukuchunguza nikiwa karibu niweze nikajua kumbe ni wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Cheo cha padre. Tunasema huko kanisani hakuna vyeo, na padre hana cheo, na padre hana mafanikio. Padre ni mtumishi, padre ni mtu anayetoa huduma, lakini ile huduma padre anayotoa inamweka katika mazingira ambayo anaonekana kama ni mtu mwenye cheo. Na mara nyingi mapadre ni watu ambao wana cheo kikubwa ambacho hakionekani kwa macho ya kidunia, yanaonekana peke yake kwa macho ya kiroho, kwa sababu wamepakwa mafuta ambayo huwezi kuyapata popote. Yale mafuta mnaonunua ya upako sio hayo. Mafuta ambayo yanamfanya kuwa kuhani wa kuhudumia kundi la Mungu, kuhani wa kusamehe dhambi, kuhani wa kuonyesha watu njia iendayo kwa Bwana, kuhani wa pole ambao hawadhuru au hawagusi au kuumiza wale walio dhaifu. Makuhani hao wanakuwa na cheo hicho, cheo cha Mungu, wakimwakilisha Kristo mfufuka, Kristo ambaye amewatuma makuhani hawa duniani kuweza kutangaza ukuu wake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo cheo cha Deo ambacho anacho ni cheo cha utumishi, cheo cha kutumikia taifa la Mungu. Na kwa sababu hiyo Deo anaalikwa kuwa tayari kila wakati ili kulihudumia kundi la Mungu, na hasa lile ambalo limeachwa. Katika maisha haya hakuna kuhani mdogo, hakuna kuhani mkubwa. Makuhani wote ni sawa. Hakuna padre mdogo, hakuna padre mkubwa. Padre mkubwa ni Yesu peke yake, ambao ametuma hawa makuhani tukamtumikie. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe ukifika, nilikuwa nafanya kazi Uganda, watu wako na utaratibu. Omukulu ni mtu mkubwa, omuto ni mtu mdogo. Kwa hiyo akifika anauliza omusaserdoti omuto, yule padri mdogo. Wakitaka paroko wanasema omusaserdoti omukulu, yule padri mkubwa. Mimi nikafikiri, kamuuliza siku moja paroko, hivi udogo wangu hapa ni nini? Au huko kwa maaskofu huwa wanawekea kitu kingine? Kwa sababu nilikuwa tunafanya utani, akacheka, lakini baadaye akaniuliza,
hivi kwa nini umeniuliza hivi? Nikasema watu wananiita mimi ni mdogo, lakini kiangalia kwa umbo tunalingana, lakini labda ni cheo. Basi cheo wanachokiona watu ni cheo cha utumishi. Tumsifu Yesu Kristo. Padre au kuhani, kutokana na barua ya Mtakatifu Paulo kwa Waebrania, anateuliwa katikati ya watu. Hatoki mbinguni, ni binadamu kama binadamu wengine. Anatoka katika familia za kawaida ambazo zina maonjo ya aina zote. Nasi tunapoona mapadre tunajua kwamba ni makuhani, lakini si watu ambao wameshuka mbinguni, wametoka katikati yetu. Ni watu wenye nyama, ni watu wenye mifupa, ni watu wenye hisia, ni watu wanaougua, ni watu wanaopona, ni watu wanaozeeka, ni watu wanaokuwa na ujana. Padri akiugua au akizeeka kwa muda hivi, utasikia manungunuko huko mtaani, kile kipadri kila siku kinaugua tu. Sio nyinyi wa Karumeli, sehemu nyingi ambazo tumepita, nasema yule padri mbona askofu tuletee mwingine. Askofu ataleta wapi mwingine? Mtunzeni huyu, mpendeni huyu kwa namna zake. Tumsifu Yesu Kristo. Haya ndio sema hayahusu wa Karumeli, yanahusu watu wengine. Padre ni padre na kuhani ni kuhani, ametolewa katikati ya watu. Mimi nimepata upadre 1994 na kaka yangu mkubwa alikuwa mlokole. Kabla ya upadirisho, baba akampitisha kwenye kitanzi kikubwa, anataka aidha ahame au ahame kwenye dini yake hiyo au aondoke nyumbani. Basi mimi nikasafiri, nikamwambia baba, tuliza moyo, huyu ana kiu ya Mungu, huyu ana njaa ya Mungu, ana njaa ya utakatifu, ana njaa ya mabadiliko. Kama atayapata huko aliko, nafikiri yuko mahali sahihi. Mimi ninakuwa padre wa kanisa Katoliki, haitegemei yeye, inanitegemea mimi, inategemea na malezi niliyopitia. Baba akatulia. Kaka yangu leo bado ni mlokole, tunashirikiana katika mambo ya usio Mungu. Anafundisha mambo ya ndoa ambayo mimi siyajui, ananifundisha mimi namna ya kufundisha ya mambo ambayo siyajui. Tumsifu Yesu Kristo. Padre anatoka katika familia za kawaida, ni kuhani, ametolewa katikati ya kundi la watu. Kwa mimi nimetoka huko na sijawahi kuulizwa na mtu yeyote kwamba kaka yako yukoje au anasema nini. Tumsifu Yesu Kristo. Maisha ya ushuhuda wa Kristo aliyefufuka ni maisha ya majitoleo, ni maisha magumu, ni maisha wakati mwingine hayaeleweki, kwa sababu lazima tuishi tofauti na watu wengine. Kuwa nabii sio kitu rahisi, hasa katika dunia yetu ya sasa. Lakini makuhani wanaalikwa kuwa mstari wa mbele, kuwa manabii na kushuhudia Kristo aliyefufuka katika mazingira magumu sana. Sijui nitasemaje ili nisitekwe, lakini hali halisi iliyopo inahitaji unabii ambao uko tayari kuwa shahidi. Na katika vitabu vya ibada huko mbeleni, siku ya kumbuka siku yako ya kuzaliwa, watu wavae mavazi mekundu, kwa sababu umekuwa nabii katika mambo magumu, katika wakati mgumu. Misa hii tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie wote tuwe na unabii huo ambao Isaya anasema tumepakwa mafuta ili kuondoa
watu maskini watambue kwamba Mungu yupo na maskini umeisha katika nyanja zote, ili Mwenyezi Mungu atambulikane katika furaha ya Injili. Na hii inahitaji sio padri peke yake, sio kuhani peke yake, na wala sio askofu peke yake. Inahitaji nguvu za ziada. Papa Yohani huyu atoka Francisco, wakati anakuwa papa, wameshamchagua sasa, anaenda kupongezwa au kuambiwa neno. Rafiki yake akamwambia, usiwasahau maskini. Hilo neno tu, usiwasahau maskini, lilimfanya yeye achague jina la Francisco wa Asizi, kwa sababu ya kutoa ushuhuda wa kuwatumikia watu, sio watu tu, lakini watu maskini. Lakini pia kama makuhani tunaalikwa kuweka upadi wetu katika au kuukita katika msingi wa Kristo. Tumesoma somo la Injili kutoka Injili ya Yohana sura ya 19, sura ya 20 aya ya 19 hadi ya 23. Kwa nini tumechagua Injili hii? Ni Injili ambayo inatuonyesha kwamba kuwa mfuasi wa Kristo kwa udhati wake inahitaji neema ya Mungu. Padre Deo, unahitaji neema ya Mungu asubuhi, neema ya Mungu mchana, neema ya Mungu usiku, neema ya Mungu wakati wote, kwa ajili ya kuwa shuhuda wa Kristo, shuhuda wa ufufuko. Huu ni wakati wa Pasaka, na tunajua kabla ya Pasaka kulikuwa na Ijumaa Kuu. Tumeangalia mateso ya Yesu, tumeyatafakari kama maandalio ya sikukuu ya Pasaka. Watu wengi walikaa na Yesu, wakapata mikate, wakanywa divai, wakapata kuponywa, na wengine wakafufuka. Lakini siku ya Ijumaa Kuu, karibu na msalaba wa Yesu, baada ya kusema asulubiwe pamoja na samaki waliokula na mikate, hawakubaki watu wengi. Na wale mitume wake tunasikia tu mmoja, yule ambaye Yesu alimwambia, huyu ndiye mama yako. Tunaona tu mama mmoja ambaye ni Bikira Maria, ambaye aliambiwa huyu ndiyo mwanao. Padre Deo, mwanamke pekee ambaye utabaki naye, ambaye hata kudanganya, ambaye hata kusaliti, yuko peke yake Bikira Maria, ambaye atakaa na wewe mpaka saa ya mwisho. Mpende huyu mama, sali naye rozari kwa faraga, zungumza naye, huwa anasikiliza, ili uweze kubaki shuhuda shupavu wa ufufuko wa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Katika somo hili la Injili tunawakuta mitume wale wajasiri walikimbia wakaenda kujificha, na hawajui kama Yesu amefufuka. Wamejificha, wakafunga milango, wanaogopa Wayahudi. Yesu akatokea kati yao, alichowaambia, amani iwe kwenu. Mimi ningekuwa mimi Yesu ndio nimefufuka, alafu nikavikuta vimejificha, vimejifungia ndani, kwanza ningewatandika na mkanda, kwa sababu kungekuwa maslaha nyingine. Ningewatandika mkanda wote, kila mtu akishaanguka chini, niwaambie hivi, ninyi mnajifanya wanaume, mmeniacha mpaka nimekufa, mmekimbia wote, pita. Ulikuwa wapi Petro? Mbona umekimbia? Lakini Yesu hakufanya hivyo. Alianza kuwapa kazi. Aliwaambia, msiogope, amani iwe kwenu. Sitawauliza maswali, amani iwe kwenu. Tena tusipoteze muda, nendeni mkalete amani duniani. Wafanyeni watu wawe na uthabiti, wafanyeni watu wawe waaminifu,
wafanyeni watu wawe na uhakika wa maisha. Hakuna dhambi inayozidi huruma ya Mungu, waondoleeni dhambi. Hakuna dhambi inayozidi uwezo wa Mungu kuisamehe, waondoleeni dhambi. Kwa hiyo ninyi na watuma, leo umetumwa, wowote utakao waondolea dhambi wameondolewa. Sasa ya pili ya kufungia dhambi, hii ya kufungia, na padri mmoja mzee alikuwa anajenga, watu wakaiba mashine, akawaambia mimi sitafuti polisi, aliyeichukua wiki mbili tu warudishe, na mimi namwachia Mungu. Wakaanza kufa watu mmoja mmoja huko mtaani, hata kama ni kifafa, hata kama ni nini, lakini wakasema hawa ndio walioiba, na kati yao mmoja wapo alihusika. Wakasema yule padri analaani, yule usimuibie kitu, analaani, amekufungia mbingu. Tumsifu Yesu Kristo. Padri leo kuna misa zinaitwa black mass za kuapiza watu bila kuvaa viatu na kutokuvaa, unavaa tu stola. Naomba padri leo hiyo misa, japokuwa umepewa kazi ya kufungia wale ambao wamezidi, waondolee dhambi. Waambie pamoja na hii Mungu amekusamehe, wewe nenda mbinguni, tukikutana huko uniombee. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hawa mitume wanafanana sana na hali tulionayo kwa sasa. Ni ngumu kweli kuwa nabii katika zama hizi, nabii anayejitoa. Kuna padri mwenzetu tumemwona hapa, alijitoa ufahamu, akasema hatuwezi kuendelea namna hii. Huwezi kuua watu halafu kaendelea kuishi kana kwamba umeua kuku. Nilivyomwona nikasema Mungu wangu, huyu watamkamata, lakini leo nimemuona hawajamkamata bado. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo woga hausaidii. Kama ukweli ni ukweli, hakuna ukweli unaongojea, hakuna ukweli ambao ni katikati ya ukweli na uongo. Ukweli na ukweli, sema kile ambacho ni cha ukweli na utapata heshima. Kama kuhani, usiogope kusema ukweli wakati ukweli unatakiwa usemwe. Tumsifu Yesu Kristo. Sio tu kwa mambo ya siasa, katika familia zetu, wa baba na wa mama wanaweza wakawa wanatofautiana, lakini ukapata kitu halafu ukapinda ukweli. Sema ukweli. Kama ni kitu chukuweka mfukoni, sema ukweli. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe ni kuhani milele, kuhani mfalme wa Melkisedeki. Padre anaugua, na ninyi waamini mnaelewa. Mimi nashangaa Mungu anapotengeneza mapadri. Nashangaa padri peke yake hapa Karmeli anaweza akaamka asubuhi kila siku 366 asubuhi lazima awepo kanisani saa 12 na anakuwepo. Kuna mwingine alikuwa hapa wakati fulani, na yeye nimemwona hapa akiugua, anakuja na ile kitu ile ya kuwekea sindano hapa. Anaamka asubuhi, ameweka kile kitu cha sindano, anasoma misa. Akitoka anaenda hospitali. Siku 366 padre yupo, asubuhi yupo, mchana yupo. Akiugua, akilala siku moja, mkikuta hakuna misa kanisani, padre amelala ameugua, mnateremka kwa askofu kumwambia padre siku hizi analala tu. Sio ninyi wa Karmeli, nyie mmetulia, wale wengine kule. Mapadre ni wavumilivu. Pamoja na mawe yote, pamoja na masimango yote, pamoja na vitu vyote vingine ambavyo mnaweza mkasema, padre hakati tamaa. Huyo ndio kuhani mkuu aliyeteuliwa na Kristo, mchungaji mwema. Na tunaambiwa mchungaji mwema si tu yule ambaye anachunga kondoo, ni yule pia ambaye anakaa na kondoo mpaka ananuka harufu ya kondoo. Hao ndio wachungaji, na wapongeza sana wachungaji ambao mko hapa, lakini leo umeingia katika kundi la wachungaji
ambao wananukia harufu ya kondoo. Tumsifu Yesu. Hamwambii mtu amelala. Ukisema padri akiwa amesema amelala, wamekudanganya. Padri halali. Padri anapumzika kama sungura, na wewe subiri, huyo sungura akikuona jicho moja atafungua la pili, atakuona. Tumsifu Yesu Kristo. Usiende kusema padri amelala, nimefika na mimi siendi tena. Hapana, padri yupo, ana sakramenti au anafanya meditation ya mchana, anasali kwa kimya. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini wako mapadri ambao sio wa jimbo hili na wala sio mashirika yetu haya, ambao maisha yao yote ni mapumziko. Anapumzika baada ya misa, basi sasa hamumpi kazi, atafanya nini? Mkigonga mlango atafungua, mkigonga mlango atakuwepo, lakini mnakaa hamwambii kitu cha kufanya, alafu mnalalamika. Padri mmoja hapa alifika hapa kwetu Karumeli, sasa hii ni Karumeli, kwanza mmoja alikuwepo hapa anatembea kila mahali huko mtaani, anatembea huku na kule na kule, ikaja huyu padri parokiani akai. Wakarumeli, mpo? Huyu parokiani akai. Basi wakamwambia askofu, huyu parokiani akai, hatumkuti. Nafikiri habari hiyo ikafanya alete mtu anayekaa parokiani. Akakaa ofisini, kanisani, chumbani, hatoki. Sema ameleta kipadri hapa, hakitoki kanisani, hakitoki humo ndani. Siku moja padri akaja akamwambia, ndugu, mkiletewa padri anayewatembelea mnasema anashinda nyumbani kwenu. Mkiletewa padri anayesali na kuwaombea mnasema hatoki ndani. Mnataka padri wa namna gani? Padri leo ukingojea watu wakuelewe, utaacha kazi. Songa mbele. Wakisema asubuhi, songa mbele. Wakisema mchana, songa mbele. Na Mungu hawezi kukutupa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hasara ya padri kulala, utakosa mengi. Kuna wakati mmoja alitoka mtu mmoja kutoka Mbuguni, nafikiri alikuwa ameleta fungu la 10. Ameona parokiani ndio anapeleka fungu la 10. Sasa kwa sababu padri alikuwa ni mtu mchangamfu halali, pikipiki imekuja, wamesimama, yule aliyempokea sema padri amelala. Padri hajalala, padri yuko amepumzika. Sasa sijui kitu gani kimpige machale, padri ametoka tu hivi akamkuta, akamwambia tumsifu Yesu Kristo. Padri akamwambia milele amina. Karibu. Anambia nimekusubiri, niliambiwa umelala. Akasema mimi sikulala, sijalala, wamekudanganya. Basi akampatia mfuko wenye milioni 60, akamwambia hizi ni fungu langu la 10, nilikuwa nimepata mawe nikaona nizilete kanisani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ukipumzika uwe macho kama sungura, ili pia uweze kujenga parokia kwa michango ya wananchi, ya Wakristo waaminifu. Usisahau siku yako hii ambayo unafanya ibada takatifu ya misa. Hii ni siku ya mapenzi yako ya kwanza na Mungu, siku ya mapenzi yako ya kwanza na dhabihu Ekaristi takatifu. Uikumbuke. Umetayarisha hii ibada ya misa kwa muda mrefu. Nafikiri wakati unajitayarisha kabisa, umesomea misa mpaka miti, umewaambia Bwana awe nanyi ili uangalie kama unaweza. Umetayarisha vizuri. Hii isiwe ni mara ya kwanza na ya mwisho. Ibada takatifu ya misa ni tendo takatifu, linahitaji matayarisho, linahitaji kuombewa, linahitaji kukusanya nguvu ili uweze kuwa karibu na Mungu. Na hii iwe ndiyo namna yako ya kufanya ibada takatifu ya misa. Uyakite maisha yako katika Kristo aliyefufuka, aliyekuita na aliyekutuma kama mchungaji mwema. Sala ni njia pekee ya kujiweka karibu na Yesu. Bila sala utakuwa mbali na Yesu na utalala. Bila sala utakuwa mbali na Yesu, utasinzia. Ukianza siku yako na sala, umeweka ufunguo wa neema. Ukianza siku yako na kuangalia internet,
umeweka mfunguo katika internet. Maisha yako ya jioni yatakuwa ya internet na Mungu atakuwa pengine wa mwisho. Lakini ukianza siku yako ya kwanza na sala, umeweka ufunguo wa sala, siku ile inatawaliwa na neema ya Mungu. Kuna vitabu wamekupatia 4, sio kama wamekupa padre. Vitabu 4 vya sala. Ninyi waamini mnavyopumzika, mapade wanasali. Kabla ya kusali sala za asubuhi, wao wameshasali office of the reading. Wamesha tafakari. Ukianza siku yako na sala hiyo au sala hizo, hiyo siku inabarikiwa na uponyaji unakuja. Mapadri wa Katoliki katika kande hii au katika nyakati hizi ni vizuri tujiangalie. Kuna makanisa ambayo yanahubiri kufanikiwa kwa haraka. Lazima tujiulize, ni kwa nini hawa watu wanaondoka hapa wanaenda ile kanisa pale? Wamekosa nini hapa? Wanaambiwa nyosha mikono, wananyosha. Pokea gari, wanapokea. Endesha gari, wanaendesha. Weka ufunguo, wanaweka. Toa ufunguo, wanatoa. Wanaambiwa sasa mchungaji anatakiwa kupewa kuelekezwa nyumbani, wanamuelekeza. Tufanye hivyo? Wakristo tunataka nini? Tunataka ushuhuda, na kila mtu aweke ushuhuda huo. Lakini tutahubiri nini ambacho ni cha kimungu, hakina udanganyifu, ili kanisa la Mungu libaki la kweli, Katoliki la mitume? Ni jambo la kutafakari. Tufanye kitu gani? Tuwe kama wao au kama sisi tulivyo, na tuongeze kitu gani ili watu wabaki katika kanisa wakimtegemea Mungu? Parideo, vijana siku hizi tunasema kwamba hawapendi kanisa, lakini hakuna kundi ambalo linamwamini Mungu na linalopenda kanisa kuliko vijana. Lakini kwa sababu wanaitwa Gen Z, ni kundi ambalo nataka kuona na kugusa kabla hawajaamini. Tutafanya nini ili waguse na kuamini, waweze kumwona Mungu ambaye anashikika? Na inawezekana. Wewe Parideo ni kijana, mimi nishakuwa mzee, na ukabidhi kijiti uanze kuhubiri neno la Mungu. Kanisa lako liwe na watu, na mapadri wamekaa hapa, wametengeneza kanisa kubwa namna hii, lina viti vingi, na ukifika Jumapili unaweza kushangaa, hawa watu mmekwenda wapi? Kwa nini hamwendi kanisani? Kwa nini hamshiriki katika kumtukuza Mungu? Ni kitu gani tufanye? Ni kitu gani hakijafanyika ili kanisa liweze kuwa ni mahali pa kuhemea, mahali pa matumaini, mahali pa upendo? Mtakatifu Paulo anasema upendo wa Mungu umemiminwa ndani ya moyo wa kila mtu, na upendo huo unakuwa na maana kama tunashirikishana upendo, msamaha wa watu, msamaha wa dhambi na kazi. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya misionari huyu. Karmeli hamkutoa tu padre, mnaye padri ambaye ameenda kuinjilisha katika jimbo lingine. Ni misionari huyu, anapeleka ujumbe wa Karmeli, anapeleka ujumbe wa kanisa la jimbo la Moshi, unapeleka ujumbe wa kanisa linalomshuhudia Kristo mfufuka. Tunakutuma uende Lindi ukiwa na mabawa na nguvu ya kimungu, ili watu waweze kuuliza, huyu padre kazaliwa wapi? Huyu padre ametoka wapi? Wakija wakute kuna milima ambayo ina mashimo, kuna miti, na kuna hali ya kawaida kabisa, na mama uwe karibu naye na uwakaribishe watu wajue wewe ndio mama wa mtoto huyu. Tumsifu Yesu Kristo.